tuweke sawa. Umetuziba midomo. Mama alizungumza mengi watu. Ndio. Yule Nandi shoga yake pili hata kumshauri kwamba ajenga nyumba kimya kimya. Pia akasema kaeni. Kwa nyumba pia umeona ina ofisi huko ndani. Yaani kweli huyu mchaga kweli. Sio unaelewa. Hivi nyumba na thamani shilingi ngapi Gladys? Rough budget. Usiniambie mafaili. Huyu bwana huyu. Yaani huyu kitu cha muda sasa hivi ni yaani ndio basi kasema rough budget. Siambie kwa nyumba rough budget. Yes. Okay, rough budget kama milioni 8 laki. Sio kweli. 8 laki. Imekuwa Kenta ila Kenta. Mvua wigi huyu. Imekuwa mimi ananiuzi. Yaani kaja vizuri. Tumempokea kwa shangwe vipi lakini baba anatuvuruga. Shida ni hiyo issue ya kusahau. Kusahau. Hicho kuja kumuona Gladness ni maisha yake loki. Yaani ni yule mtu ambaye njoo uone mkasimuliane. Mkasimulie huko. Macho isiba midomo. Watu wengine wakati wa uzinduzi ile nyumba tunakumbuka tulialikwa kwa ndugu yako nani? Mpaka watu matairi pancha katikati. Alipoenda ipojenga goba gani? Ndani barabara mbovu. Wao wenye nyumba zao ziko wapi? Hata Didi Kiuno hana baisikeli. Hebu tuambie Gladys ndugu yangu. Yeye imechukua muda gani kujenga hiyo nyumba? Sema faili niamini kufailisha. Yaani kwa muda tuta miezi mingapi? Wewe maana kuna watu wengine wanajenga miaka. Tupe inspiration. Kuna watu wanakuangalia. Wengine miaka 10, wengine miaka mingi. Miaka mingi. Kama mingapi hivi? Yaani kama ukikumbuka usiniambie faili basi faili kidogo. Miwili. Yaani pili jamani. Sio nikitezo tumfushe. Yaani huyu. Moja miwili. Nyumba kama vijumba vidogo kama hivyo unatakiwa una hela uende taratibu. Mfano pia mzuri jamani, mtu ambaye ni balozi wetu ametusaidia kuongea na Doli anaongea kabisa, nimeanza kujenga nyumba yangu muda kwa boom taratibu, lakini sasa hivi sio nyumba yake anaenjoy. Mashaallah. Kwa sio kitu cha pia. Vile tegemea lini na new G-Wagon? Kama shoga yako Nandi. Mimi sio mtu wa magari. Ila hushindwi. Naweza nikashindwa. G-Wagon si mchezo. Ukiacha uhate pembeni, mimi napenda yani kama peace. G-Wagon bwana, uwe na hela. Kuna G-Wagon za hela na kuna G-Wagon hata hizi za kawaida. Ngoja nikwambie Washida. Yaani hata za kawaida ni milioni 180 labda au ya kawaida. Hiyo ya kawaida ambayo utaendesha masaa mawili tutakukuta umeita fundi. Sijui umeelewa? Tipu barabara, tipu gereji. Ya 200. Hiyo ya 150, 100 ngapi zipo. Wewe una G-Wagon yako safi na unataka uzivimbia watu. Kama shoga yangu ile pale ya 800, 600 au ya dada yetu labda Hamisa hapo ya 400, 500. Yaani kwa lazima uwe na hela. Alafu acha kuwa na hela. Wewe ni it's your dream. Kununua kuspendi milioni 200, 300. Kwa hicho kitu labda ni one of your dream unakipenda. Uwezo kuspendi milioni 400, 500 just for hobby. Anaga hobby ya hivyo. Kuna hobby ya ice cream na karanga. Kwa kweli. Na kashata. Hapo sawa. So hivyo. Kwa hiyo unahitaji kuwa na hela. Mimi bado. Mimi bado. Na vitu vyangu ndugu yangu na mambo yangu nafanya, kwa hiyo bado hajakamilika. Kwenye magari, mimi mtu wa pikipiki, bike na BMW. Wewe bike na kuna vitu vyangu mimi napenda. Kila mtu ana vitu vyake. Sio mkulima nalima Mbeya uyone. Mimi nalima. Mkulima watu wanafahamu ambao kimya shida. Huyu bwana nimeshakwambia huyu mambo yake low profile. Kwa hiyo unaweza kukuta nao uwani pale da huko. Sio shida zake. Hapana. Sina hela ya kununua G-Wagon. Ila unaitamania. Hapana. Wewe gari gani unapenda yani? Kwa gari kama gari unapenda ukitoa G-Wagon tunazungumzia. Mimi gari ninazopenda Defender, Raptor, Most bike kwa sababu na mimi napenda mambo ya wewe tu. Kumbe pia unajua kuendesha pikipiki? Yes. Unajua kuona kwa kuposti. Ndio hicho bado sijaposti. Mpaka nijiamini vizuri. Na nimalize
vibali vyangu vizuri. Ila Mchaga leo kule Mchaga kweli. Samani. Eti nimesema bodaboda kumbe nijue kutofautisha. Bike ile ni milioni 60 samani. Naogopa ile. Lakini si ile ambayo sio gari. Unatuonesha mambo kwa ushahidi. Tuoneshe. Mambo kwa na mwenzangu mwenyewe nataka nijue. Hata ukiingia tu Instagram mbona ni kwenye nani yako. Kifaruka. Utaiona ndugu yangu. Wewe sana kuendesha nani? Ipo hata kwenye Instagram. Mimi najifunza kwanza hizi mimi naogopa zile kwa sababu bado sijamaster, kwa sababu pia bodi yako ndio inahitaji kwa mimi kidogo inachonishinda ni ile balance vizuri, lakini hivi vidogo vidogo vya harahara hivyo fresh. Tena sina vitu vya kunifanya mimi niingie barabarani na bike. Kwa hiyo sasa hata tunataka tumtoe Pili kitimtim na Gladness Kifaruka na mama wa nyumbani. Yuko tutofautishe katika vitu vitatu. Pili ni nani, Gladness ni nani na mama wa nyumbani ni nani? Bwana Gladness ni CEO makampuni kadhaa. Ndio huyo producer, ndio huyo amekaa hapa CEO. Piga huyo. Pili ni yule ambaye ananisaidia kufanya kuingiza mapato mengi katika kazi zake za uigizaji. Kwa hiyo Pili ni mke wa Zunde. Na Pili ni mtu mmoja mgomvi sana, yani chacha. Hana kaba lake kama la jogoo. Jiji lake ligandishi. Hawezi. Mama naweza nikajisema ni mama mzuri, kwa sababu nikiwa nyumbani au niko kwenye motherhood. I do motherhood kwa sababu nadhani hamna mtu ambaye anachukia watoto wake, kila mtu anapenda watoto wake. Na tunaona dunia imebadilika kwa kasi sana. Kwa hiyo unajaribu kuwa una spend na mwanao, unampa chochote unachoweza kumpa ili akae kwenye ni elimu ya darasani, ni elimu ya uraiani, ni elimu ya kila aina. Kwa hiyo nikiwa mama unaweza ukapishana na mimi, yani nimevaa kijora, mkono umeshuka huku napita nakimbiza mtoto anywe, yani hapo saa hiyo sina wigi, sina kope, sina kucha, yani niko busy nakimbiza mtoto wa mtu aje ale. Kwa hiyo nikiwa nyumbani mama, yani unaweza kusema huyu nani ni mtu mwingine kidogo. Na pia hivi vitu nafurahi kwa sababu naweza kuvimanage, kwa sababu ni vitu ninavyovipenda. Kuwa mama haikuwa kwa bahati mbaya wala sikulazimishwa. Kwa hiyo nakuta naipenda na naweza kuimudu na kazi na vitu vingine. Okay. Pili, tubaki kwenye Pili. Pili ni nani alitamba kipaji chako? Yaani kwenye kujua kwamba huyu ndio Pili. Alionipa jina ni Mboto Haji. Mboto. Wakati naanza kufanya kazi na DSTV, nikata kuigiza hapo, nimeangalia Bongo Movie, nasema hapo naenda kutafuta wigi refu, naigiza naanza kusema excuse me. Siku tunaenda kushoot ya kwanza kitimtimu, nimeanza na Mboto. Akaniita njoo hapa, mdogo wangu kaa hapa. Ndio. Naelewa wewe ni bosi wangu. Na kazi ndio tunaanza kufanya. Na hii ndio kwanza episode ya kwanza, scene ya kwanza tunaanza kufanya. Na unanitegemea sana direct na nikuelekeze. Nikamwambia sawa brother, mimi niko tayari. Akaniambia cha kwanza wewe unatakiwa uwe Pili tatu. Akaniangalia akaniambia Pili. Kwa jina la Pili kanipa Mboto. Wow. La pili akaniambia unatakiwa uje tofauti. Alinipa mfano wa watu wawili kama si watatu. Unataka kuigiza umevaa wigi. Wewe sasa hivi unaweza kununua wigi la Wema Sepetu wewe. Enzi hizo wigi aliniambia 3 milioni 2. Enzi hizo nashtuka mimi nikachukua wigi 2 milioni. Mimi haiwezekani. Siwezi. Kwa akaniambia ukitaka kuwa tofauti na wewe ndo mtu mpya unakuwa umeingia kwenye industry, hebu jitengeneze wewe mwenyewe. Hebu kuwa Mswahili, kuwa natural. Yaani kuwa natural. Basi tokea kipindi hicho alichoniambia akanipa somo. Nikaelewa bosi, nikaeka pembeni. Nikawa chini ya Mboto, akananielekeza. Wigi nikatupa kule, lipstick nikafuta, kope nikachomoa, nikavaa kijora, nikakifanya hapa. Kilioni na zile. Kilioni, nilikuwa sina kilioni kwa nimebana. Akanishika kazi faragua. Nikawa Pili ambaye amevurugwa na maisha. Nikaanza sasa kuelewa, nikaanza kuishi ile character. Namshukuru sana Mboto kwa sababu it's a best character ambayo alionipa.
siteseki, naweza kabeba begi yangu ya airport hiyo na kijora. Kwa sababu ile character nishanivaa, afu mimi naona ya fresh, mimi sitegemei makeup tuondoke mwanangu. Tusepe. Na pia imenisaidia sana katika ukuaji na uigizaji wangu. Naomba nimshukuru tena na tena mwanangu ametisha. Naona muda nao umetutupa. Jamani, mbote wa maua yako kwa kweli kwa pili jamani. Mimi nataka uweze kumalizia kuongea neno moja zuri sana kwa binti ambao sasa hivi anakutazama. Wewe kama mfano, wewe kama mwanamke mpambanaji, usiochoka, usikatishwa tamaa na kitu chochote kile. Tumeenda kuzungumza nao sasa hivi kwa dakika kadhaa tu. Okay. Ndugu yangu naye niangalia kama wewe ni wa kike, wanaume sitaongeleka nao sana kwa sababu hawanihusu sana. Wewe wa kike. Jambo lile pale la kutamba nao. Wewe wa kike unaniangalia ndugu yangu. Habari ndio hiyo. Cha kwanza ni kitu kimoja tu ambacho hata mimi nimejifunza na nimekipitia sana. Uoga unatuua sana. Uoga, swala la kumwogopa nani atasema nini, wewe ukiamua kuhara, alafu watu watasikilizia harufu. Mtu anakupa na wazo, una wazo kabisa zuri, unajua mimi nikifanya hichi natoboa hapa, na unakaa nini? Naomba binti yote au mtu yote ananga, chochote unachohisi unaweza kufanya, fanya ufeli. Fanya ufeli, ila usifeli kufanya. Yaani wewe amka, maneno kutu. Sio ukae hapa ufeli kunyanyuka kwenda toileti. Ukamwaga mambo hapa, mambo yakaharibika. Sio kweli. Wewe nyanyuka tu, hata ukidondokea hapo utasema alikuwa anaenda toileti. Tumsaidie. Ama mtu amsaidia mtu ambaye amekaa amebweteka kama kibwengo. Umeona? Kwa hiyo the moment umeanza kufanyia kazi hicho ndio the moment utapata watu wa kudaka. Kingine acha kulalamika na usali, acha waganga. Na kingine waache kutaka kutamani kuishi maisha kama yako, waishi maisha yao. Sio yangu, tusitamani hata maisha ya jirani yako. Usio anaunga ndugu yangu. Kobe mwenzangu. Mtu anafanya mapenzi na nyoka sasa umeona maisha ya watu ya nini? Waambie pia riski ya mtu. Ni hayo. Asante sana. Na mitandao kijamii labda kwa mashabiki zako neno lolote zuri kama wewe producer. Mimi bwana nawapenda sana na pia kama producer nawashukuru kwa kusupporti Kitimtim kwa muda mrefu. Ni watu ambao wamekuwa wakiniangalia tangu nikijipili kiswaswadu, sina watoto nini, mpaka sasa hivi nimekaa hapa mbele yenu. Nashukuru sana kwa support, kwa watu ambao wananipa support. Kingine na mimi the way utakavyokuwa unani approach, una chochote, una ndoto ya kuigiza, the more nitadili na wewe. The more unataka chances za kuigiza, ndio nimesema unataka chances za kuigiza, nyanyuka kampate mtu. Kitu kingine hatuna sana, tunaomba uangalie Tashtiti kwa sababu ni show ya umbea mjini ambayo inazingatia maadili na mimi ni producer na hiyo ni kazi yangu. Kwa hiyo napenda watu msupport na watu wa Pop Balloon kwa sababu pia kumbukeni nimesahau na Pop Balloon. Wewe mtu akusahau. Kile kitu cha kutafuta wachumba mjini. Ili kwa tunaondoka na mahusiano pale. Ndugu yangu. Uje tu. Na mimi nataka umekaa umeshangaa kama Kobe. Maana aeleweki huko wengi wa kuchimba watu kuagewage pili. Labda tuje huko tukawaambulia mwenzangu. Karibuni, napenda pia muendelee kufuatilia kazi yangu ya Pop Balloon Tanzania. Mengine I don't have much. I love you so much and you guys thank you so much. Jamani sisi tunakupenda pia. Karibu tena pili bwana kwenye chambu ya Mjini FM. Na kama unavyoona hapa mimi ndio yule dada yako mwenyewe. Siku nikija na kijora tutaongea vizuri. Asante. Nikivaa kijora ujue hiyo pili. Kwamba hana siri ya mtu hana. Nasikia tunakaa hapa kwenye mkeka. Nitafutia tudagaa karanga. Tutakula. Na wakati huo muda huo wakati huo na muda huo kumbukumbu zitakuwepo kwa pili. Pili ana kumbukumbu. Zimerudi sasa hivi. Huyu Madam CEO ndo hana kumbukumbu. Lakini Madam CEO, Madam CEO mimi hapana pesa. Sawa bwana, sisi naomba tuwashukuru. Mimi kwa upande wangu mimi naomba nawashukuru pia ndugu zangu walionistiri siku ya leo. Na mimi Jacob. Naomba ni stiri ndugu yangu anaitwa Star Staff Place wako pale Magomeni Mapipa. Nzuri ndugu yangu kupunga hewa kama huu ndugu yangu pamoja na hii hapa fanangu plane ya manga bila kumsahau ndugu yangu
yangu Gama Masendo kutokea pale Mabibo, maeneo ya Ubungo External, lakini pia kwa pale maeneo ya Dodoma wako Majengo jamani. Wacheke kwa uzuri jamani. Sando sio kutoka kama vile kumcheki mkweo. Sando ndugu yangu kama hizi Kiwalo, mambo yanakuwa mazuri. Mume wako audi si ndugu yangu sio vipenzi kama ukamtoami. Msuri kama ndugu yangu unapata pale kwa Star Staff Place. Sio ni maana kipengele. Na mimi pia tayari hapa bwana, mimi namshukuru sana udugu wangu. Ndio. Udugu wangu Agiza na Dubai na Farhat. Ndio. Mtoto yuko pale pande za wapi? Ilala. Mambo ndo kama unavyoyaona haya. Niko rere. Shono na umbo pia. Shono na umbo ni ndugu yangu. Pesa na pochi. Farhat bwana Agiza na Dubai ametisha mpaka ametisha tena. Asante. Yaani viwaro vyake viko lerere, viwaro viko bulbul, watoto wa mjini wanakuambia. Na kama unavyoniona bibi hapo nimeenea, niko hapa mpana kama daktari wa zamu. Angalia bibi Dela hilo. Si unanielewa? Agiza na Dubai ndio habari ya mjini. Nyuma kamera ikopo J-Star. Mtu nyembamba yake wa afya, hana mambo mengi, hana homa wala chunusi ndugu yangu. Yuko vizuri. Bwana Jacob mkala hizi kazi. Tunakushukuru kwa kuweza kuja kwenye gurumu hili la chambu chambu. Mimi naitwa Abtadi Official. Mimi naitwa Rashida Wanjara. 1 mpaka 5 ndio cheo changu. Waswahili wanakuambiaje? Uchakavu wa mahakama sio nafuu ya hukumu, na mbwa alokondeana hawezi kupewa lilio. Chao. Ciao. Hey.